Hawa ni mashabiki wa Young Africans ambao wanaonekana kutokuridhishwa na kuhairishwa kwa mchezo huu wa hii leo wa manane, mchezo wa dabi ya Kariakoo. Wananchi Young Africans walikuwa wakiwaalika watani wao Simba Sports Club. Hizi ni amsha, inaonyesha ni jinsi gani walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya kwenda kumwangamiza Simba Sports Club katika mchezo wa hii leo dhidi ya mnyama Simba Sports Club. Wananchi Young Africans ambao wameonekana kuwa na vibe kubwa hii leo. Hii inaonyesha na jinsi gani walikuwa wamejiandaa katika harakati za kwenda kumwangamiza mnyama Simba ambao wao wanadai amekula manyoya au ameingia mitini. Hii ni Choice Sports TV na kituo bora kabisa cha habari na matangazo kwa ujumla. Ni kusitu wewe ambaye unajiunga nasi, tuko live katika uwanja wa Benjamin Mkapa, tuko live kwa ajili ya kuhakikisha kuwa unapata kile ambacho kinaendelea hapa. Kikubwa bwana ni kusitu kwa ajili ya wa habari na matangazo mbalimbali. Unaweza neno subscribe kisha alama ya kengele, like, comment na kushare, na utakuwa umetisha zaidi, itakuwa ni poa zaidi. Langu jina Njiva Osman, niko nawe sako kwa bako ama bega kwa bega kwa ajili ya kuhakikisha kuwa sikuache hivi mtazamaji wetu. Jopo hili na vibe hili ni mashabiki wa Young Africans, wananchi wenye hasira kali kutoka Jangwa la Jangwani. Kama unavyoweza kuona wanaonesha umoja wao, kama unavyoweza kuona wanaonekana kutokufurahishwa. Ni jinsi gani walikuwa wakitaka mchezo huu kwa tazama uone nyomi la watu hilo. Ni wananchi ni jinsi gani walikuwa wakimtamani mnyama Simba, mchezo ambao umehailishwa kwa changamoto na hapa za pale ambazo ziko nje uwezo. Mafungu mbalimbali ukitazama upande wa huku na ukitazama hapa unawaona Young Africans katika ubora wao. Wananchi wenye hasira kali, wananchi za Citizen katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam walikuwa katika mwendelezo wa NBC Premier League wakiwa na alama zao 58 na magoli 58. Walikuwa wakihitaji bao pointi 61 iwapo wangemfunga mnyama Simba, lakini mchezo umeahirishwa. Bodi ya ligi imetoa taarifa na kusema kwamba itatolewa ufafanuzi na kutapangiwa tarehe nyingine. Tazama fujo zinazoendelea hapa. Huyu ni kijana miongoni mwa vijana waliokamatwa na baadhi, ndio maana tunasema usalama umeimarishwa zaidi kama tunavyoweza kuona. Tazama fujo ni kubwa, kila mmoja, na hii yote inachagizwa na kutokuendelea kwa mchezo huu. Tazama watu, mchezo umeahirishwa masaa mawili hapo nyuma, nadhani linaelekea saa la pili hapo tangu kuahirishwa kwa mchezo huu, lakini fujo limekuwa ni kubwa zaidi. Ngoja tupige story na baadhi ya waliohudhuria hapa. Bwana, mambo vipi? Bwana, kama kawaida. Kama kawaida? Kama kawa. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela umepita. Umekula manyoya bwana. Kaka jirani kakimbia vibaya mno, kakimbia. Wewe, sikiliza nikwambie. Timu mwenyeji lazima afanye mazoezi baada ya siku moja, na acha ya pili ndio anafanya mgeni wake, au sio hivyo? Kwa nini uona kataa mimi nifanye mazoezi? Lakini sababu haina mashiko kuelekea kuahirisha mchezo huu. Sababu haina mashiko? Haina mashiko. Kivipi? Niambie mwenyewe, haina mashiko kivipi? Haina mashiko. Kivipi? Mimi ndio maana nataka kujua kivipi haina mashiko. Wanasema mmewaogopa, mmekula manyoya. Aliogopa nani? Nyinyi mmewaogopa wananchi. Aliogopa nani? Ikiwa mechi 4 mfululizo hamna matokeo zile ya Mwananchi. Wakati mimi mwenyeji hapa alifanya mazoezi ya kufanya mazoezi. Sasa kwa nini mimi ninyime mazoezi? Ulichokiona wewe ni kitu gani? Wanadai kuwa wapewe pointi 3. Apewe pointi 3 nani? Young Africans. Sio kweli. Sio kweli. Atapewaje pointi 3? Kivipi yani? Siku ile hivi alikuwa yeye huyo Mwananchi kasema hatuingii, mechi imebadilishwa, sina nini. Bwana hajapewa Simba siku hiyo. Apewe yeye kama nani? Na yeye mwenyewe ndio karibu ili pilau watu kala. Unajua sisi tusiongelee mambo mengi. Tuongelee watu wanaotoka nje. Sisi wa hapa kila siku. Japo na mimi leo inaniuma, nimekata BPB 30,000. Au nikuonyeshe ili ujue mimi sio mbabaishi. Ngoja nikuonyeshe. Mimi sio mbabaishi mwanangu. Ngoja nikuonyeshe kadi. Umeona? Imetoka kwenye pochi ya nani? Ya IKI mnyama, popo, manyoya, mnyama BPB. Isome mwenyewe hapa shingapi? Isome mwenyewe hapo nipe jibu. Hiyo langu mimi narudije?
30,000. Hii hela yangu inarudije? Na mimi na familia unaponiona. Wataitolea ufafanuzi. Wataitolea nini? Wataitolea ufafanuzi. Utamu ulikuwa leo. Utamu ukija siku nyingine hiyo sio. Hata mwanamke kama umeaidiana naye leo. Ni leo tukikutana siku nyingine hiyo ni siku nyingine. Unaweza kuwa na dharura. Sasa nani mwenye makosa? Mwenye makosa hapo ni Yanga. Yanga. Kwa nini anakataza sisi tufanye nini mazoezi ya mwisho hapo? Katika hili unashauri mamlaka husika zitoe adhabu gani kali na adhabu hiyo impate nani? Mimi nisikuficha, sitaweza kuhusika kushauri mamlaka au TFF au viongozi au nini. Au hata tukimwambia Mama Samia ni bure. Kwa sababu hizi timu kubwa mbili ndio zinaangaliwa hapa Tanzania. Ukisema ukimfungia Yanga leo ukimfungia Simba, mpira hapa uendelee tena ndio umekufa hivyo. Ila sisi tunaweza kuambia hivi viongozi wa timu zote mbili, Yanga na Simba, waangalie mashabiki, wasijiangalie wao. Angalieni mashabiki wanapata tabu gani. Watu wametoka Rufiji huko, watu wametoka Mtwara, wametoka si wapi, wametoka Ruangwa, wametoka Singida huko nyumbani ndio kwetu. Umeona? Bwana, sisi hapa wanaharibu wao mpira. Wamekuja kama Simba. Kwa hiyo wasiangalie kwamba wao, wasijiangalie wao, tuangalie na sisi tunapotoka. Sisi tunatoka mbali. Sijui unakwambiaje mwandishi wa habari. Sisi tunatoka mbali. Kwa hiyo cha kufanya sina kusema nisaidie mawazo si nifanyeje. Ile watuone sisi kwanza tuangalie. Kama hataki mechi zao tuwe tunahudhuria watuambie. Wakigairi wao sisi hatupo. Tumeshuhudia athari nyingi zikitokea hapa ikiwemo fujo mbalimbali, pia wakina mama walikuwa wameandaa vyakula kwa ajili ya iftari kwa wale waliofunga tayari vimedolola hapo. Tuna hili unalizungumziaje kwa? Ndio maana nakwambia hivi ni hasara. Hii ni hasara kwa watu wote, sio mtu mmoja. Watu wamepata vitu kama hivi, unaona hasara. Watu wanakuja kufuturu, nakuta hamna mtu anakuja kufuturu. Umeona? Hii ni hasara kubwa kwa taifa. Sijui tumwambieje Mama Samia. Neno lako kwa wapenzi wa mpira wa miguu kwa ujumla? Neno langu kwa wapenzi wa mpira, tusikate tamaa. Ila timu zetu hizi mbili zinatuchezea sisi akili, sisi sio watoto. Tuangalie, tuangalie. Hapa kila mtu angalie, yani unaambia hivi, kila mtu na akili yake. Ulipokuwa na nywele nyingi, ulipokuwa na nywele kidogo ndio akili yako. Akili kichwani. Unatokea wapi mwana? Mimi natokea Tabata tu hapa, sio mbali sana. Okay, shukrani sana. Asante sana. Bana, huyo ni mshabiki kutokea Tabata jijini Dar es Salaam. Alikuwa akizungumza, pia amejaribu kugusia watu ambao wanatoka mikoani, amejaribu kuangazia kwa namna yake. Na kama tulivyokuhabarisha mtazamaji wetu, kuhakikisha kuwa tunakujuza habari zile zote muhimu na kila ambacho kinaendelea hapa, na tunakurudisha upande huu ambako wako wananchi wenye serikali ambao wameonekana kuwa na vibe motivation ya hali ya juu, wakiutaka mchezo kwa asilimia zake. Tazama fujo, watu wanakimbia, maaskari wanajaribu kutekeleza wajibu wao kwa asilimia 100. Kama nilivyokuambia, ulinzi umeimarishwa na ni kawaida kwa fujo kutokea, hususa wale watu ambao wametoka mikoani bado hawaamini kuwa mchezo umehairishwa hii leo. Jaribu kutazama engo hii, kadri muda ambapo unapozidi kwenda, watu wanazidi kuja ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, na si kupungua kama na kwamba ya kwenda nyumbani. Bado wanaamini mchezo upo, ila bodi ya ligi imeshatoa tamko kana kwamba mechi ipo, mechi imekwisha hairishwa na itapangiwa tarehe nyingine. Wananchi Young Africans wana vibe kubwa, wana imani kubwa kama ilivyokuwa imani ya Wakatoliki na baba wa imani Ibrahim. Karibu sana na nikusihi tu endelea kuchagua kituo chako pendwa kabisa cha matangazo sports, na endelea kuwa nasi. Ripota wako wa nguvu Jiba Osman ndo kuna misako kwa bako. Sina la ziada kutokea hapo uwanja wa Benjamin Mkapa, nilikuwa nikiripoti hivi punde na sina la ziada, na bye bye, endelea kuwa nasi.